ونفسي بتقوى الله عز وجل. Ndugu baada ya kumshukuru Allah jalla jalaluhu na kuomba rehema na amani zifikie viongozi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa mara nyingine tena ninakuhusieni bila kusahau kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Kwa kufanya hivyo ndio Allah aturidhia na atatujalia kuwa waja wema ambao amewaandalia pepo. Allah tujalie tuwe wema na tuweze kupata kama ilivyoeleza hotuba ya leo ni tabia njema, na tukaona wapi tunachukua tabia njema. Tabia njema tunachukua kwenye Qur'ani Karim na kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa zile tabia njema inaka fihi suwar, zina matawi. Tabia njema zina matawi. Tawi la kwanza katika matawi ambayo wanazuoni wanazungumza kwa matawi 9. Tawi la kwanza na tabia njema al-ihsanu fi ibadati Allah ta'ala wa dhalika bil-ikhlas, ni kufanya wema, kufanya vizuri katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, na huko kufanya kwa vizuri kwa dhalika bil-ikhlas, kufanya ibada zako kwa ikhlas. Usije ukasali kwa sababu watu wakuone ili wakuamini madukani kwa kukopa halafu usilipe. Yule ndio swali bado. Usali kwa sababu Allah ameamrisha ibada. Kama qala Allah Ta'ala, kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qadara rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, ameshahukumu mola wako hakuna kuabudiwa isipokuwa ni yeye. Kama yeye ndio kuabudiwa, ufanye ibada kwa ajili yake yeye, kwa kutafuta radhi zake Allah Subhanahu wa Ta'ala, na si vinginevyo. Kwa hiyo ukisali kwa sababu mke wako amesema bwana, kama usali nipe talaka yako, ukaona hapo kwa ajili hiyo tu amina nenda kusali, unakuja kusali kwa sababu mkeo amesema kama usali nipe talaka yangu, hapo utakuwa unamsalia mke. Kwa unamsalia mke, usali kwa sababu ya amri ya Allah. Au unasali, mwanamke anasali kwa sababu mumeo anamwambia kama husali na kuacha nenda kwa mwanamke mwenye kusali. Mwanamke anasema kitu chenyewe kusali tu, mimi naswali. Sasa kama wako wanaume wanamna kama hiyo, walisali kwa kulazimishwa na wake zao, kama utaki niache, na wewe tena ndio umefika pale, moyo wako umetua, unaingia tena kwenye kusali kwa ajili mke akakwambia. Au mwanamke anaingia katika ibada kwa sababu mume wake amesema na wewe kama usali bila kuacha. Wengine wanaswali kwa sababu majini yaliyokamata sana, na akasema mimi huyu mzuri amenamsha mimi kusali, amenamsha ibada, huyu usimtoe. Na siku hakusali basi anaadhibiwa na yule jini. Ukasali kwa sababu ya jini, tayari wewe hujakusali kwa ajili ya kutaraji na Allah, bali unasali kwa ajili ya kumridhisha jini wako ili asikuadhibu pale unapoacha kusali. Sasa kama watu wa namna hizi nilizozitaja hizi wameingia kusali kwa namna hii, wanatakiwa wabadilike sasa, waswali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kufanya hivyo ndio kutekeleza wema. Nukta ya kwanza, al-ihsan fi ibadati llahi wa dhalika bil-ikhlas. Hiyo ndio nukta namba moja, kufanya wema katika ibada za Allah, na ukifanya wema, ukifanya vizuri kwenye ibada za Allah, huko kufanya vizuri kwake ni kule kufanya jambo kwa ikhlas. Ukisali kwa ajili ya Allah, ukifunga kwa ajili yake Allah, ukitoa sadaka kwa ajili yake Allah, ukitoa zaka kwa ajili yake Allah, kila neema na ibada unalofanya ulifanye kwa kutafuta radhi za Allah, hapo ndio utekeleza. Inshallah. Jambo la pili, nukta ya pili ya wema, al-ihsanu ila al-walidayni bil qawli wal amal, kutenda wema kwa
wazazi wako wawili. Kwa kauli zako ziwe nzuri na matendo yako yawe mazuri kwa wazazi. Nukta hii watu wengi sana tunafeli juu ya nukta hii. Kwanza Allah subhanahu wa ta'ala na hawa wanachuoni wakapanga jambo la kwanza la kwamba ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zake. Lakini jambo la pili likaja wazazi, wanachuoni wamepatia kwa sababu hata Allah mwenyewe baada ya tauhidi yake kilichofuata cha pili sio malaika, sio mitume. Baada ya tauhidi yake Allah subhanahu wa ta'ala kilichofuata wazazi. Kama qala Allah ta'ala wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Ameshahukumu Mola wako hakuna kuabudia chochote ila kwake yeye Allah, na wazazi wawili tuwatendee wema. Leo tulipigie hesabu ambao tumepata Ijumaa hii leo Masjidul Haq tumo humu. Je, wewe unatenda mema kwa wazazi? Unatenda wewe? Tenda wewe. Allah anataka tuwatendee wema bilqawli, kwa maneno yetu yawe mazuri kwa wazazi wetu. Lakini leo mzazi anakupigia simu leo, kesho atakupigia simu, na yeye tayari ni boss, ni mwalimu mkuu wewe shule ya msingi, wewe ni master, wewe ni principal, watu wao ni principal. Meza yako wewe iko pale na kitu kinazunguka kufuata mafaili, halafu simu zinaingia. Uko katika miti na tamaa zako, halafu simu hiyo inaita unakatia hivi. Wanakuambia bosi usipokee. Mimi sipokea. Jana baba yako amekuwa tayari. Mama yako amekuwa tayari. Wakati tayari wa kwanza ni wewe, mtoto wako, mama yako na baba yako walipata shida. Mpaka ulipozaliwa wewe ulipata shida. Kwa mchango mbalimbali, mara kidogo miaka miwili na beba huku, watu walinuka sanani za usiku wakati wewe joto kali. Hawakuogopa majambazi wala wahuni, wanatoka usiku manane baba na mama kupeleka hospitali. Ukaanza kuwanyonya toka mimba mpaka umefika saa mahala kwamba wanaingia KG1, KG2, unakwenda class 1 mpaka class 7. Wewe unawanyonya tu wazazi. Wengine wamesoma nursery hapa za gharama, wengine wamesoma primary za gharama, lakini kaenda secondary level ya gharama, akaenda A-level ya gharama, advanced ya gharama. Inafika mahala kwamba wanakwenda zako chuo. Sasa umepata kazi, unasahau kwamba wewe ndio TRA wa kwanza unaona wazazi hao. Baba anapiga simu, baba naye kauli hii Allah ameikemea. Kwanza alikataza Allah subhanahu wa ta'ala kuwanunulia sauti wazazi. Ipime ndugu yangu usali msikini hapo. Humnunulie mzazi sauti. Baba na mama walikuwa mengi baba. Ufanye hivyo. Allah anasema wala msiwanunulie kwa sauti hawa. Ingabali sana Allah anasema wala takul lahum ufin, na wala msiwatamkia hawa wazazi wawili jambo tamkula. Hatujawafanyia wazazi wetu. Simu zinakusumbua, unamwambia babako TRA. Simu zinakusumbua, mama naye kwa ajili ya simu. Unaona mamako ni kituko, unaona baba yako ni kituko, unashindwa kauli zako kujenga kwa wazazi wako. Mimi na wewe mzungumzaji na watu wangu msikilizaji unaniangalia hapa sasa, hatujawafanyia haya wazazi wetu kama tunafanyia kujipanga leo. Na wanasema wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Ameshahukumu Mola wako hakuna kuabudia yoyote isipokuwa Allah, na wazazi wako wawili watendee wema. Bil qawli, kauli zetu tunasema kwa wazazi, wal fi'li, na vitendo vyetu kwa wazazi tunasema. Ndani ya uwezo wako, simu ya baba pokea, simu ya mama pokea, msikilize shida zake. Basi na Mungu atendee sisi wazazi kwa hata watoto wetu kusikiza. Nimpigie leo mwanangu,
Wanao wanaangalia simu akaenda katika. Ukisema baba naye mama naye yeye hayuko maskini, lakini Allah amesikia hiyo. Sababu alishakataza simu yake umeiona, alafu anasema baba naye mama naye mama hajui maskini, baba hajui Allah subhanahu wa ta'ala aliyetumba yale kwa sababu huyu ameshamuona mamake au baba yake kikwako kwake kwa muda ule, ukasema itabidi kubadilika na kauli zetu kwa wazazi na vitendo vyetu kwa wazazi wetu, kwa sababu Allah yeye anasema amshukumu Mola wako usirudie, msiarudie chochote isipokuwa kwa yeye na wazazi wao tutatembea. Tena Allah amekabali sana kusema udondosheni mbao za rehema wazazi wetu, mbao za huruma, tuonee huruma wazazi. Hilo ndugu zangu, nukta namba 2 ya matawi ya wema ni kuwatendea wema wazazi. Nukta ya 3 tunamalizia kwa siku ya leo, al-ihsanu ala al-arham wal aqaribin, kutenda wema kwa ndugu wa damu na ndugu wa karibu. Ni kina nani ndugu wa damu? Ni kina nani ndugu wa karibu? Ndugu wa damu ni wale ambao wewe umezaliwa naye baba moja mama moja. Ni yule ambaye wewe umezaliwa naye baba moja. Ni yule ambaye wewe umezaliwa naye baba moja. Hawa ndio ndugu wa damu. Leo kuna taasub, watu wana taasub, anampenda ndugu yake baba moja mama moja. Wengine taasub yake anampenda ndugu wa mama moja aliyelala naye kwenye mfuko mmoja. Mwingine anampenda ndugu yake wa baba mmoja. Hapa ndio ndugu wa mama mmoja anataka wewe na ukoo wenu. Mimi ndio kwenye ukoo wangu. Hapana. Ndugu wa damu wote uwape mapenzi na watendee wema. Usije ukabagua ndugu wa damu. Huyu ni baba mmoja mama mmoja, mtendee wema. Huyu ni mama mmoja, mtendee wema. Huyu ni baba mmoja, mtendee wema. Hawa wote ni ndugu zetu wa damu. Lakini pia wanafanya ndugu wa karibu ni yule wewe na yeye mmezaliwa baba mkubwa na mdogo, mama mkubwa na mdogo, shangazi kwa mjomba, babu zenu pamoja kwa mama moja, bibi zenu shangazi kwa mjomba. Hawa ndio ndugu wa karibu. Leo tunawaacha ndugu wa karibu kuwasaidia, tunasaidia marafiki. Ndugu hapa tunaondoka katika kutekeleza wema. Ndugu yako unakutana naye, anakupigia simu, ndugu yako niko hospitalini, uko radhi kusaidia marafiki, uko radhi kuchukua ndugu yako kwa tatizo hospitalini, unachukua familia unaitoa out, ndugu yako anatekelezea kwa hospitali. Mpaka anakosa dawa. Maumivu yanazidi mpaka anapoteza maisha. Unaenda sasa, mimi nitachangia kiwango fulani. Ndio wema. Umeshinda kumsaidia wakati anaugua. Wewe unaenda kufanya mambo yako, ndugu yako akakupigia simu, taarifa umezipata, si mtoto wa shangazi tu, si mtoto wa mjomba, yule baba mdogo, mtoto wa baba mkubwa. Hawa wote ni ndugu karibu, tunatakiwa tuwatendee. Ndugu zangu ambao tumesali wasili hapa, kama tuna ndugu wa matumbo, ndugu wa damu, tumemuniana naye, tufungue mioyo yetu kupendana nao, tuwatendee wema, tutendee. Na kama kuna ndugu wa karibu ambao hatusemezani vizuri, basi tufungue mifugo yetu, tuombane radhi, tuendelee kutendeana. Allahumma rabbana astaghfirullah wa bil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa dhilla shirka al-mushrikin